kila kitu tulicho nacho ni cha Mungu. Sisi wanadamu ni wasimamizi wa rasilimali na si wamiliki. Sisi wanadamu tumepewa kazi ya usimamizi, hatukumilikishwa. Mungu alivyoumba dunia na vitu vyote, kwenye Mwanzo sura ya 1 tunaona kwamba Mungu alivifanya vitu vyote, na baadaye akamleta mwanadamu akasema, nakupa utawale ndege wangani, utawale baharini, utawale kila kitambacho, utawale kila kilichopo. Lakini hajasema ni vya kwako. Kwani alisema ni vya kwako? Sio vya kwetu, ila tumekaimishwa kuviangalia na kuvisimamia. Kwa hiyo tumepewa hiyo kanuni. Sasa hiyo kanuni ya usimamizi ukitafakari kwa undani itakusaidia sana kwamba kila nilicho nacho ni cha Mungu, sio cha kwangu. Na hapo ndipo ambapo Ibilisi amecheza na akili ya mwanadamu, kwa sababu mtu anapokuwa na mali, kuna hali fulani hivi mtu anajisikia ya umiliki. Yaani kuna hali fulani ya mtu anajisikia vizuri kwamba namiliki nyumba 3 ngapi, namiliki magari, na hela kwenye akaunti yangu. Yaani kuna hali unajisikia unamiliki. Sisi ni wasimamizi tu. Kwa ukielewa hiyo, hautakuwa na shida kumtolea Bwana kwa ajili ya kazi yake. Hautakuwa na shida Mungu atakaposema, naitaka hiyo nyumba yako, naitaka hiyo gari yako, nataka kiasi kadhaa kwa ajili ya kitu hiki. Hautakuwa na shida. Kwa nini? Kwa sababu unajua, unafahamu ya kwamba mimi ni msimamizi tu. Sio kwamba nina kitu. Hapana, vyote vimetoka kwa Bwana na vyote ni vya Bwana. Akiamua kuviondoa, anaweza kuviondoa ndani ya dakika moja. Sisi tumepewa usimamizi wa zile vitu Mungu amefanya nini? Ameweka. Kwa mimi gari nilionayo sio ya kwangu, nyumba nilionayo sio ya kwangu, fedha nilizonazo sio za kwangu, hata mimi mwenyewe sio wa kwangu.